uniachie. Uniachie. Huo uchungu uniachie. Huo uchungu uniachie. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Naomba nikuombee. Baba, katika jina la Yesu, Mungu mwenye nguvu, uwezaye kufanya njia pasipo na njia, ninaomba rehema sasa. Katika jina la Yesu Kristo, ninaomba umrehemu. Mpe moyo wa kukucha wewe, moyo wa kukupenda wewe, moyo wa kupenda maarifa yako na hekima zako. Ninaomba umtie nguvu ya kuomba, sogea zaidi mbele zako. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Raba shanta la bakoria mahanto. Rika palagadia masete lebeli. In the mighty name of Jesus. Kila nguvu inayozuia ndoa isizuie tena. Hilo lango la ndoa lifunguke. Ewe nguvu ya giza unayezuia ndoa, ninalaani nguvu zako kuanzia kwenye mzizi. I command you right now. Wewe roho ya giza unayeleta wanaume wa watu, unayeleta watu wasio sahihi, ninakuharibu, ninakuteketeza katika jina la Yesu. Ninakuteketeza. Ondoka, mwachie. Ondoka, mwachie. Na laani kila roho iliyotoka baharini kuzuia ndoa. Na ilaani sahi. Na kamata nguvu zako. Na haribu nguvu zako. In the mighty name of Jesus. Achia lango la ndoa. Ondoka kwenye lango la ndoa. Ondoka kwenye lango la ndoa. Come out in the mighty name of Jesus. 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 Rabo shata la barodo sokoteli. Shanda la bakuri ya mando robo seketeli. Rapa kata paradia manto kopeli babanto. Shata kadebe debesko peradia sata tatarida. Shaka tabakumbele mena masuka paradia. Perida masanteli berados. Sheteketeli beradia masata la babori. Raba baba shata la babarada basekete. Raba baba shata la baboro dobo sekete. Ramando robosika. Ebwa, ile roho ya madeni, roho ya madeni na ilaani. Roho ya madeni na ilaani, roho ya madeni na ilaani. Mwachie kuanzia sasa. Rudisha hizo fedha ulizokula. Wewe ulae, wewe ulae, wewe ulae. Roho ya kiwavi, roho ya kiwavi, teketea kwa jina la Yesu. 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 Karaba baba. Come out. Ondoka. Ondoka. Majoka ya baharini yanayofuatilia ndoa. Roho ya nyoka, chochote alicholisi na laani nguvu zenu. Navunja hiyo madhabahu, navunja hilo agano. Agano lolote la ndoa ya kipepo inalivunja, vunjika, vunjika, vunjika. In the mighty name of Jesus. Lango la ndoa kuanzia leo liko wazi. Na hayo madeni akalipa yote katika jina la Yesu. Amen. Amen. Anza kutoa zaka. Umetoa zaka lini mara ya mwisho? Kwa kweli sijawahi kutoa, mtumishi. Sasa unategemea unalindwa vipi sasa? Lazima uwe kwenye madeni. Yaani hiyo ni pai. Hiyo ni constant. Unless sasa wewe unamtumikia shetani. Yaani unaomba alafu bado utoi zaka. Upo kwa Bwana alafu utoi zaka. Shetani lazima apate huo mlango. Maandiko yanasema hilo neno. Malaki 3:10. Malaki 3:10. Leteni zaka kamili ghalani mwangu, ili kiwepo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi. Mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kumwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha. Nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hata haribu mazao ya ardhi yenu.
in short sio tu mazao. Una mshahara wako nadhani utauona. Huwezi kuuona. Because yule alaye anakuwa na uhalali. Ili yule alaye akemewe, lazima uwe mtu unayetoa zaka. Kama utoi zaka, utajikuta kuwa muhanga every day. Kwa sababu hiyo ni kanuni, na Mungu huwa haendi kinyume na kanuni zake. Nimekwambia wapeni watu vitu nanyi mtapewa. Hakuna mtu yote akiwa kwenye madeni, tafsiri ya mtu ambaye alifeli kwenye kanuni ya utoaji. Yes. Yoyote aliye kwenye madeni mpaka ukawa negative. Maana yake you are negative katika giving. Umekuwa mpokeaji sana kuliko mtoaji. Ya mtu yote ambaye yupo kwenye madeni ni tafsiri ya mtu ambaye kawa mpokeaji kuliko nini? Mtoaji. Huwezi kuwa mtoaji alafu kwa sababu adui hatapata mlango, Mungu atahakikisha anasimama. Okay, kilichomfanya Ayubu Mungu alinde mali zake na kila kitu ni kwa sababu alikuwa mtoaji. Umenielewa? Soma kina Ibrahim alikuwa anajenga madhabahu. Zile madhabahu zote zilikuwa kwa ajili ya utoaji. That's why unaona wanabarikiwa. Soma kina Isaka. Kazi yao ilikuwa ni hiyo. Kina Yakobo, utoaji ilikuwa ni jambo la kawaida. Unamuona Yakobo anatoa nadhiri, maana yake utoaji walifundishwa kutoa na baba yao Ibrahim. That's why unaona wanabarikiwa. Ngoja nikwambie, Mungu anaweza kukubariki na hizo baraka usije kuziona kwenye maisha yako yote kama umefeli kwenye kutoa. Hasa baraka ya vitu. Ndio. Na maisha ya duniani, achana na ya kiroho, yani ya duniani hii. Ndio maana utakuta mtu ni prayer warrior, muombaji, lakini maisha magumu. Kwa sababu maombi anaomba, Biblia anasoma, anafikiri kuna maombi ya mpenyo wa uchumi, hayapo. Yani maombi yoyote ambayo hujasindikiza na sadaka eneo la uchumi hayawezi kuwa na matokeo. Sawa mtumishi. Wapeni watu vitu nanyi mtapewa. Mfano sasa hivi unataka kulipa hilo deni. Unaweza kuwa kabisa ukawa mfano sasa hivi nimeshakuombea, Mungu amekufungua. Haya sasa umefunguliwa kwenye hilo eneo. Kama hautafaulu kwenye kutoa hicho kidogo, ukasema nalipa madeni, ndio utajua sasa kwamba kwanza cha kwanza ni hivi, kama utaweza kutoa kwa Mungu, utalipa hilo deni. Kuna dada mmoja alinitafuta, anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Happiness. Na yeye alitoa kabisa ushuhuda akasema mimi nataka watu wajue tu. Huyu dada alikuwa anadaiwa milioni 5. Sina uhakika sana. Akaanza kusema alisikiliza somo moja nilikuwa nafundisha kitu hiki. Akawa anahakikisha anatoa sehemu anayopata. Mungu alimbariki, amemaliza nadhani mwezi uliopita hilo deni kulipa. Lakini deni ambalo lilikuwa na muda mrefu sana. You see? Sasa mtumishi. Lakini yeye alikuwa anatoa kwenye hicho kidogo. Hiyo hela yako haina ulinzi wowote. Ndio maana unaipata na hujui inaenda wapi. Sawa mtumishi. Kwa hiyo zingatia hiyo. By now ukipata hela, unajua kuna ile budgeting lazima uweke percent ya kutoa kwa Mungu jamani. Msiwe nyie mnapiga tu budget za kununua nyanya na vitunguu.